Ni Jumaa ya Machi 14 mwaka 2025. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV, hujambo na karibu tena katika awamu yetu hii ya matangazo. Mimi ni Jerome Hassan Kiawere na hapa kwanza muhtasari wake. Muungano wa maaskofu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dini la Kikristo la Kiprotestanti waridhika kwa hatua ya mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23. Kama serikali ya Kongo haitafaulu kwa mazungumzo haya, cha kufuatilia ni kwamba iweze kutayarisha vita na kuunda jinsi ninavyosema jeshi ambalo litakabiliana na hayo na kuweza kupambana basi. Maoni yaendelea kuzuka baada ya kikosi cha SADC kuamua kuondoa majeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata kama vita kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 vinaendelea Kivu Kaskazini na Kusini. Yaani ndio kusema kama lazima tuone ndugu zetu wa Kongomani wao tu, wale wageni watarudi na muda imeenea, tuache warudi kwao. Ndio wameshindwa kwa sababu hawezi kukuja kufariki ndani ya mji wetu. Wazungu walifika Goma, tumeona wakati waasi wa M23 walikamata mjini Goma, hawakupiga hata risasi moja. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionaye katika meza yetu ya matangazo ya MTV ya siku ya leo ya Ijumaa Machi 14 mwaka 2025. Na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari kutoka studio za MTV, tukianza na mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yanaendelea kuzusha maoni mbalimbali, haswa upande wa wanasiasa, mashirika ya raia. Mbilikimu ikiwa ni raia kwa idadi ndogo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ikiwa ni raia wa kwanza wa DRC, ijapo wale wanaolalamika kuzungumuza ni wale wanaotoa maoni mbalimbali ya chuki zidi ya kabila nyingine zinazopatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ikiwa kabila yao ikiwa na idadi ndogo ya asilimia chini ya jumuiya nyingine ya makabila zinazopatikana katika taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini mazungumzo haya ikiwa Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hotuba yake mbalimbali amekuwa mikiri kamwe hawezi akazungumza na waasi wa M23 na FC? Nimemuuliza Kizerboka Sereka Watibwa, mbunge mstaafu akiwa katika mji wa Kinshasa. Tshisekedi ikiwa ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema hawezi kamwe kuzungumza na kundi la waasi wa M23. Kitu gani kinamsukuma leo kuwa na nia ya kuzungumza nao? Kitu ambacho kinamsukuma kuzungumza nao ni kwa sababu alikuwa akijua kwamba M23 hawataendelea, na hapa mjini Goma aliweza kuweka vifaa vyote, na wakati Goma iweza kuanguka aliweza kushtuka sana kusema askari wameuzisha mji, na kama ninavyosema ni kwa sababu wanasaidiwa na wale wa ndugu zao ambao wanakuwa ndani ya jeshi letu, wanawapatia mbinu, na ndipo hapo Tshisekedi ili kuweza kuokoa maisha wale ambao bado wangali hai ni kuweza kuzungumza, sababu watu sasa wengi leo ni wahami ndani ya nchi yao, na wakiendelea watu watafariki wengi. Ili kuweza kuprotege ile mavi lazima aweze kuzungumza, lakini kuzungumza namna ninavyosema lazima kuweze kuwa vile masharti, kusema tusivuke hiki na hiki ili siweze tena kumpatia adui njia ili aendelee kututawala, kwa sababu mazungumzo yamekuweko, lazima tuweze kuzungumza ili mambo haya siweze kurudia tena. Ilikuwa kwanza CNDP inageuka M23, tunatafuta FDLR. Jambo hili siweze kurudia tena, lazima mazungumzo yawe ya kikamilifu na isiweze kuwa na hila ndani yake. Katika taarifa rasmi ya waandishi wa habari, muungano wa maaskofu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makanisa ya Kikristo nchini DR Congo walithibitisha kujitolea kwao kwa amani katika taifa ya DR Congo na kutafuta usalama katika kanda la Maziwa Makuu. Taasisi hizo mbili za kidini zinasalimia mpango wa rais wa Angola Joao Manuel Lorenzo, ambao kwa sasa anaingiza Jumuiya ya Afrika kwa juhudi zake za kutafuta mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Mazungumzo haya yaliyoanzishwa kulingana na taarifa za waandishi wa habari kutokana na chumba cha rais wa Angola Machi 12 mwaka 2025 linaonekana kama hatua muhimu ya kuelekeza makubaliano ya kitaifa na kueneza kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutafuta amani na usalama. Katika ujumbe wao, Sengo na SSA pia wapongeza rais wa DR Congo Felix Tshisekedi kwa kujitolea kwake kwa suluhisho la amani na mzozo huo ambao umeketi mizizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sengo imetangaza pia kuhimiza jumuiya ya nchi ya Afrika Kusini kuendelea kushirikiana kinaga ubaga na jeshi la taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukabiliana na vikosi vyenye silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwishowe, Sengo na SSA wavutiwa watendaji wa kisiasa, asasa za kiraia pamoja na madini mengine kuwaunga mkono kwa kutatua mzozo unaokumba taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo, Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Kusini SADC imeamua kuruhusu majeshi wake kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imechukuliwa jana katika mkutano ya video ya wanachama wa shirikisho hilo linaopatikana kusini mwa Afrika, ambao mkutano huu umehudhuriwa na marais wake. Raia kama vile wanasiasa wa DR Congo wana maoni tofauti, raia wakihisia kwamba kikosi cha SADC tangu mbeleni kilikuwa tayari kimeonesha mpaka wake katika vita vya DR Congo, huku wanasiasa wakisema kwamba kimeshindwa na lazima kirudi kwao, kwani haieleweki kikosi hicho kuja kufanya utalii katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini kuliko kupigana vita na waasi wa M23 na makundi mengine yenye silaha. Upande wa upinzani ukisema kwamba kikosi hicho kimeshindwa. Clovis Mutuva ni wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukikumbuka hapo zamani tulisema kwenye mike yenu kama ni wakongomani tu ambao wataweza kumaliza hii vita. Tuna jeshi letu la FARDC ambalo linafanya kazi vizuri sana, na leo linachindikizwa na vijana suja ambao tunaita wazalendo, wa reservist. Wale wako wanafanya kazi kwa sababu wanajua kama ni udongo yao na wako tayari kukufia udongo yao. Hakuna majeshi ambazo zinaweza kutoka injini mwao ili wakuje fariki Kongo. Wao kurudi ni vizuri, ila itatuomba waongozi wa inji waangalie namna gani watalipa kwanza vizuri jeshi letu, kuuza vifaa vya vita, kwa sababu hakuna vita ambayo inaweza kuisha kwenye karatasi. Hata inaisha leo, kesho kuna shida ambazo zitakuja kwa sababu watapendelea hiyo mambo ya karatasi iendelee. Tutengeneze jeshi letu la Kongo, vijana ambao wanapenda kusaidia inji na kupigania inji, tuweze kuwapatia engagement nzuri sana na vita tutaimaliza. Yani ndio kusema kama lazima tuone ndugu zetu wakongomani wao tu, wale wageni watarudi na muda imeenea, tuache warudi kwao. Ndio wameshindwa kwa sababu hawezi kukuja kufariki ndani ya mji wetu. Wazungu walifika Goma, tumeona wakati waasi wa M23 walikamata mjini Goma, hawakupiga hata risasi moja kwa sababu hawezi kukubali kukufia fazi ambao sio inji yao. Hata hivyo, nimemuuliza pia Bernard Kapitula wa IDPS hapa akisema kuondoka kwa majeshi ya SADC sio kama kusema ni kushinda kwa serikali ya Kinshasa, sababu hii inafatana na mkataba 2073 ambao ulikamatiwa pamoja kwa Umoja wa Mataifa, ambao ulisema ni vizuri kuacha ikuwe imeongozwa kama vile ilikuwa imeongozwa mbele, na kuonesha wazi ya kwamba hakuwezi kuwa suluhisho yote ya vita, lakini suluhisho ni kwa kupatana. Na kwa hiyo iliomba makundi zianje kuonesha sura moja moja ya kuonesha ya kwamba wako tayari kwa kuweka silaha chini na kwa kupana njia kama wasiliano ama wasikilizano. Hii ilikuwa jambo ya kwanza, na jambo ya pili ni kusema ya kwamba hizo majeshi zilikuwa huko zimefanya muhula yao, muhula umeisha. Ni vizuri na ni nasikirika kuona ya kwamba wanaweza wakiacha kwanza ile muhula waende wafanye hii tunaita kwa Kifaransa evaluation, na kabla wanaweza kuona kama nafaa kutuma ingine makundi ambao itakuwa na mission kubwa kuliko hiyo ama la. Ndio kwangu mimi sioni kama ni kushindwa, lakini nashukuru majeshi ya SADC ambayo ilikuwa imesaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nashukuru ulimwengu nzima ambayo inaweka sura nzuri ya kuona ya kwamba vita ya Kongo inaweza ikiisha tu kwenye meza ya mapatano. Bernard Kapitula, unaonaje wakati SADC imeamuru majeshi wake kutoka DR Congo siku chache baada ya Rais Mustafa Joseph Kabila kusema kwamba hakuna nchi ya nje itakayomaliza mgogoro ya Kongo? Sio kama hii inafatana na kusema ya kwamba Rais Kabila alifika huku na kusema hakuna nchi ya nje ambayo itakayomaliza mgogoro ya Kongo, lakini ulimwengu yote imekubaliana ya kwamba ni vizuri watu waende kwenye mapatano na mambo ya vita inaisha kwa mapatano. Na kwa hiyo nimeona ya kwamba hizo naeleza labda kunaweza kuwa mkono mbaya wa Rais Kabila. Mimi nilikuwa nimeongea hata mbele, ambaye alikuwa anaona ya kwamba hii majeshi ya SADC
ilikuwa imepana nguvu zaidi kwa majeshi ya Kongo na kushindishwa hii wa M23 ambao yeye anamiliki wasiwezi kuendelea na vita yao. Lakini sisi tunasema ya kwamba hata kama yeye anafikiri ya kwamba majeshi ya SADC ikienda ndio itakuwa kupunguza nguvu ya FRDC, hapa amejidanganya. Sababu FRDC itakuwa inaendelea na kufanya vita kama itahitajika, na kama itahitajika kuongea tutazungumuza. Mimi naona ya kwamba yeye alikuwa na mkono nyuma ya hii majeshi ya kuondoka kwa majeshi ya SADC, lakini tunaona ya kwamba anakuwa amejidanganya, sababu hii haiwezi kubadili kitu. Sababu hata hii majeshi ambayo natoka walikuwa wale ambao walikuwa kama wanafungwa. Leo ni vizuri waondoke kusudi tuone kama mission nyingine kubwa inaweza ikifika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kizerboka Sereka Wate wa mbunge mustafu wa Beni akisema kwamba lazima Kongo kuunda jeshi lenye nguvu kuliko kutegemea majeshi ya taifa mengine. Kama serikali ya Kongo haitafaulu kwa mazungumzo haya, cha kufuatilia ni kwamba iweze kutayarisha vita na kuunda jinsi ninavyosema jeshi ambalo litakabiliana na hayo na kuweza kupambana basi, na atakayeshinda ashinde, atakayekuwa na nguvu amshinde mwenzake na tuone kitu kifanyike. Kumbuka kwamba hatua hiyo ya SADC ya kuja siku chache baada ya Rais Mustafa Joseph Kabila Kabange kutoa maoni yake kwamba hakuna majeshi ya mataifa ya nchi itakayomaliza migogoro nchini DR Congo kuliko wakongomani wenyewe. Lubero, wakaaji wa Kambao katika tabaka la Bapakombe kwenye sekta ya Bapere waomba shirika lililopewa kazi ya kufanya ukarabati wa barabara hiyo kuweza kufanya ukarabati huo kwa sababu kwa sasa ni kugumu kuingia katika maeneo ya njia panda. Akishitumu jitihada ya shirika hilo katika ufungulivu wa barabara hiyo, Kasao Kanyamulamba Boniface, katibu wa tabaka la Bapakombe, amejutia mateso ya wakahaji wanaotumia barabara hiyo kutoka Butembo hadi Mangurijipa. Barabara Kambao njapanda walitiaka attributaire ambayo wanaita SSV aritulaga semeno le 5 janvier talasema activité jusqu'à maintenant hakuya kwa activité mwa fulani. Kwa tunasikiliza tu gizo naona barabara ile deke mvui na anja tena barabara inakuwa mbaya. Donc ya bref barabara si nzuri. Me hapa na vatire kufika hapa haifika Kambao hapana. Ile magari unaona zinafika hapa ni kushikaza. Ndio. Population ya mgrupema Bapakombe iko tayari kwanza kuwaunga mkono wakati watalase hizo kazi. Ndio, population iko tayari vraiment. Depuis même biko barabara tu kuna marché na mzuri. Sauf bakwe na timiza ma promesse yenye bana tayaka ke va démarrer les activités telle date mais habazitimiza kibiombi. Tunaomba ba profiter na kutabua kutengeneza barabara. Juu wakati vule itanyesha mingi, barabara yote itakuwa mbaya sana. Tunawaigishia baanje le plus tôt possible juu mvula karibia nyesha hapa karibuni. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni kwa habari hiyo ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Huko Beni tunasikika kupitia redio Wazisi FM TV, sekta ya Rwenzori chini ya milima mirefu ya Rwenzori ni kupitia redio Global Wek. Huko Richuru ni kupitia redio Rakov, katika maeneo ya Kimbulu ni kupitia redio Setrobo FM, na katika mji mdogo wa Kirumba ni kupitia redio RTGL na maeneo mengine duniani. Mtazamaji na msikilizaji, ni kukumbushe tu unaweza ukasikiliza matangazo yetu ukitembelea tovuti yetu ukiandika www.marivikatvnews.com. Kwa niaba ya wote walioandaa matangazo haya, mimi uniite Jeremy Hassan Kiawere, hadi wakati mwingine, kwaherini.